ya Mungu. Na kusujudu ni kupeleka kichwa mpaka wapi? Yesu ni Kiislamu. 22:8 ni Kiislamu, 22:8 Ufunuo Biblia. Ndio tunawaambia hiki kitabu hamsomi na mkasoma hamtatanganywa tena na kina Uhuru na kina Ezekieli. Unaona hii Biblia ukisoma bila saka wewe ufunge kula ndio kumbe ukaone Yesu. Na yeye hataki kufunga. Haya 22:8. Ngoja hasa juzi Pastor Nganga ameuzia Wakristo mkate shilingi 200 na wakanunua. Na ndazi 100. Mimi uko nilitoka. 22:8 hiyo ni Kiislamu. Unamwabudu vipi kule SDA? Mnaomba sababu mnaabudu Mungu vipi? Sababu tumeambiwa tumwabudu Mungu. Na kuabudu muomba. Kuna tofauti ya kuomba na kuabudu. Kama juzi rais ameenda China kuomba pesa. Alienda kuabudu. Kuna tofauti ya kuomba ama nije nakwambia Jadong nisaidie 100 achiel. Nimekuomba lakini sija kuabudu. Kwa hivyo kuna tofauti ya kuomba na kuabudu. Kwa Mwenyezi Mungu unafanya ibada kwanza, ukimaliza ibada ndio unaomba dua. Sawa sawa? Wacha nikufundishe kidogo nini maana ya kuabudu. Mpe huyo Bismillahi Rahman Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi ya Uislamu tena kwa nidhamu. Ndio nani? Uko na swali ya kuuliza Waislamu? Waislamu sasa tumefunga. Kwanza ni paji. Abdis, kuruba, oi, nasimukae chini mtulie. Kijana, kaeni chini mtulie kuruba. Unataka mafundisho? Mbele 183 Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Enyi mlioamini, walioamini ni Waislamu. Ndio wana hiyo sifa ya ayyuhallazina amanu. Enyi ambao kwamba mmemwamini Mwenyezi Mungu, mmelazimishwa kufunga saumu. Ndio. Kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu. Ili mpate kumcha Mungu. Hebu mpe. Bwana General. Yes. Hapo imetumika neno kulazimishwa, si ndio? Wengine wanasema ati hii mambo ya kulazimishwa hii. Si kuna wakati mzazi analazimisha mtoto wake kula chakula. Kwa nini anamlazimisha ale chakula mtoto? Ndio apate nini? Sasa hii tunalazimisha, Mwenyezi Mungu anajua na sisi tupate afya. Unajua si tumbo kuna mashini na siaga chakula. Sasa ikisaga miezi 12 bila kufanywa service, ikiharibika utaenda garaji gani kutengeneza mashini ya tumbo? Ndio Mungu anasema ikifika mwezi moja ndani ya kwa miezi 11 kula. Mwezi moja jizuie kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hiyo mchana mashini ya kusiaga chakula inapumzika. Na hapo ndio inafanya service. Na pia maradhi yanatoka kwa mwili. Wewe unaenda kanisa? Unasomaga Biblia? Soma sana. Usiona pale imeandikwa Wakristo wafunge Ramadhani. Ndio kufunga lakini sio Ramadhani. Unaona pale imeandikwa mwezi wa wacha, unaona hii mwezi ya hii Ramadhani ni mwezi. Hatufungi Ramadhani. Tunafunga saum ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ramadhani ni mwezi. Kuna Muharram kama Januari, kuna Safar, kuna Jamadul Ula, Jamadul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Rajab, Shaban, Ramadhan, Shawwal, Dhulqa'da na Dhulhijja. Miezi 10 na ngapi? Sasa hii mwezi ya 9 hii ndio inaitwa mwezi wa Ramadhani. Ndani ya huu mwezi wa Ramadhani kuna ibada ya saum. Saum maana yake kujizuia. Hujaiona hiyo kwa Biblia? Nani ipo? Naona kama hiyo ipo. Hujai kuiona? Nimeiona. Kwa sababu hata Waisraeli, wacha nikwambie kitu moja, unaona Waisraeli hawana kalenda ya Januari mpaka Disemba. Hiyo mliletoa nyinyi na Warumi.
Waisraeli wana kalenda yao. Mfano, mwezi wa kwanza wa wana wa Israeli unaitwaje? 16:1 Kumbukumbu ya Taurati. Wana wa Israeli hakuna ukule kwa Waisraeli, kwa Kinezo hakuna Ukristo, hakuna makanisa. 16:1 Kumbukumbu ya Taurati. Unaona brother Gerald, Ukristo ulianza Rome, Italy, huko kwa Papa. Na ndio unakuta makao makuu ya Ukristo haiko Jerusalem kwa kina Yesu. Na Wakristo hamtajua ukweli mpaka muje sisi Waislamu tuwafundishe, kwa sababu wa Mayahudi waliwaficha nyinyi dini ya Mwenyezi Mungu ni gani. Utunze mwezi wa Abibu. Yabombe. Biblia inasema utunze mwezi wa Abibu. Huo ndio mwezi wa kwanza wa wana wa Israeli, sio Januari. Januari imeletwa na Warumi. Januari alikuwa ni mungu wa Kirumi sanamu, anaitwa Januata, anaabudiwa siku 31. Februari inatokana na mke wa Januata, alikuwa anaitwa Februata, anaabudiwa siku 28. Siku tatu haezi enda nyumba ya Mungu kwa sababu sio msafi. Unajua zile siku tatu za wanawake, sawa? Ndio Januari iko na 31, hii iko na 28. Hii iko na 30, hii iko na 20. Haya, March ilikuwa ni mungu wa mvua. April ilikuwa ni mungu wa ujinga. Ndio nasikia kuna April Fools. April Fools Day. Na nyinyi mnasherehekea nyinyi wajinga. Mimi Sherehekea April Fools Day. Mimi nataka ushirale huko Gerard. Unaona sasa? Sasa, je, tumepata Waisraeli wana kalenda yao, sawa? Waislamu tuna kalenda yetu, sawa? Sasa nyinyi Januari mpaka Disemba ni miungu ya Kirumi, mkapangiwa kalenda, mkaletewa. Biblia inasemaje? Biblia inasema na nyinyi mfunge mwezi gani unajua? Sisi Waislamu tunafunga mwezi wa 9, yani mwezi wa kenda. Kenda ni ngapi? Niweze niziana? Kenda ni ngapi? Ni 9. Kwa hivyo mwezi wa 9 wa Kiislamu ndio huo unaitwa mwezi wa Ramadhani. Ndani ya huo mwezi wa Ramadhani kuna ibada ya saum, bi maana kujizuia kula na ku. Sasa Biblia inasema nyinyi mfunge mwezi gani? Yeremia 36:9. Nyinyi mnaibishwa tu nyimbo, bwana hamwambiwi kweli. Kitabu ni cha Yeremia. Hamwambiwi ukweli. Mbele atawale, nyuma atawale, pande zote atawale. Mwache. Hata unatoka ibada. Kula dance. Basi ikawa katika mwaka wa 5 wa Yehoyakimu, mwana wa Yosia, ndio mfalme wa Yuda, ndio katika mwezi wa kenda. Hebu mpe. Imetaja mwezi wa ngapi? Kenda. Kenda ni ngapi? 9. Kwa hivyo Biblia inasema kuna mwezi wa 9, sio? Walifanyaje? Mpe amalize. Watu wote waliokuwa katika Yerusalemu na watu wote waliokuja Yerusalemu kutoka miji yote ya Yuda wakapiga mbiu ya kufunga mbele za Bwana Mungu. Mpe. Biblia inasema kule kwa kina Yesu mwezi wa 9 watu walifanyaje? Walifunga. Kufunga nini? Walipiga mbiu na wakafunga. Kupiga mbiu ni kutangaza, sio mbio. Walipiga mbiu. Unasikia, mwezi imeonekana, kesho tunaanza kufunga. Kwa sababu masiku za Mungu zinahesabiwa na mwezi. Unaona kama saa hii? Unaona hiyo mwezi pale? Hiyo ni ya siku ya ngapi? Siku ya 4. Kama sijakosea ni siku ya 4. Umekosea kidogo, ni ya siku ya 6. Mwezi ikitokea tu kale unajua hiyo ni siku ya kwanza ya nini? Ya mwezi. Lakini sio mwezi iko full, unaniambia hata ni tarehe 1 Januari, hiyo hatuwezi kubaliana, na ndio mimi nilitoka huko na mimi sitaki ulale huko. Kwa hivyo mwezi wa kenda ama mwezi wa 9 kule Yerusalemu walifanyaje? Walipiga mbiu. Wakatangaza. Kupiga mbiu ni kutangaza. Kutangaza watu wafanyeje? Na Waislamu huwa wanatangaziwa mwezi imeonekana, wafanyeje? Wanafunga. Sijafunga. Kwa nini Biblia inasema ufunge? Tena Biblia inasema ufunge nini? 58:5 Isaya. Somaji, sikiza. Haya yamo katika Qur'ani, yamo katika vitabu vya kale. 58 aya yake ni ya 5 inasema, Hasan, je, kumbuka, unakumbuka? naam. Hii kitabu haina aya. Maandiko. Andiko la 53, andiko la 58, Qur'ani peke yake ndio iko na aya dalili inshallah.
Mashaallah. Haye. Haya, kitabu kisichokuwa na bismillah ndani yake. Maandiko ya 58 Andiko la 5. Sikiza. Je, kufunga namna hii ni saumu? Mpe. Biblia inasema saumu niliyochagua mimi. Biblia inasema kufunga namna hii ni nini? Saumu aliyochagua yeye. Unajua nini maana ya saumu? Biblia imetaja nini? Saumu. Qur'ani 2:83. Gerald, ukasomeshwa hiki kitabu hii Biblia ukasoma vizuri. Hawezi lala huko, Gerald. Hiki kitabu kinafundisha Uislamu. Na ndio hamsomewi, na ndio unadanganywa. Huwezi elewa Biblia hata mpaka uwe na Roho Mtakatifu. 2:83 Qur'ani inasema. Bismillahirrahmanirrahim. Enyi mlioamini. Ndio. Mmelazimishwa kufunga saumu. Mpe. Qur'ani imesema tumelazimishwa kufunga nini? Saumu. Na Biblia imesema je, kufunga namna hii ni nini? Saumu. Kwa hivyo Biblia pia inasema mfunge Ramadhani ndani ya mwezi wa kenda. Mfunge nini? Saumu. Na kwa nini Wakristo wamfunge? Labda kupotosha. Sasa unaendelea kukaa pale kupotoshwa. Hapa Rohesambu juzi nini ilitokea? Unakumbuka? Ama tuache hiyo kwanza, tuache hiyo. Walitaka kubomoa kanisa kwa sababu hiyo jamaa sio mkweli na anafanya mambo ya kishetani. Iko kwa mtandao. Sasa jela tunafanya nini huko? Badala uje kwa dini nzuri. Tena unajua mtume wako ni nani? Nabii Isa. Huyo ni nabii ila Bani Israeli. 3:45 Qur'ani alafu kwa Biblia. Alafu nikuonyesha mtume wako ni nani? Mmoja alikuja si unaona? Unaona kule Yerusalemu? Hata sasa hivi wanafunga. Lakini Italy penye Ukristo imetoka hawafungi. Lakini kwenye Yesu ametoka wanafunga na kuna misikiti na tutakuonyesha Yesu alikuwa anaingia msikiti. 3:45 Qur'ani. Kumbukeni waliposema malaika, ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya Mungu. Unaona 49. Nipe aya 49. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Mpe. Brother Gerald. Tukiona pale Maryam anakuta malaika anafuata za mwana pasina mwanaume, sio? Naye atakuwa ni mtume kwa wana Israeli. Qur'ani imesema Yesu ni mtume kwa wana Israeli. 15:25. Haya ndio mafundisho. Akajibu akasema, sikutumwa. Mimi Yesu sikutumwa. Ungemuonyesha ndio. Ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Hebu mpe nisomee asiseme unasoma mambo yako. Akajibu akasema. Nani huyo? Yesu. Akajibu akasemaje? Sikutumwa. Ila kwa wanakondoo. Ndio tumiwo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hivyo Yesu anasema ametumwa kwa nani? Kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na wewe ni mka? Mama. Wewe ni wife Karozo. Sasa wacha nikuonyesha mtume wako. 25 7:68. Wama arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira. 34 sura 7. 34 aya 28. 34 aya yake 28. Bismillahirrahmanirrahim. Kama haijanitoka haya tuangalie hapa. Hatukukutuma, hatukukuleta ila kwa watu wote. Hata wewe ni mtu. Jela. Kwa anasema Mtume Muhammad rehema na amani zimwendee ametumwa kwa watu na Yesu kwa wana. Sasa utafuata hiyo watu wote ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na huyu ndiye alikuja kukamilisha penye Yesu alibakisha. Yesu akitoka alisema kuna mtume anakuja nyuma yangu aitoe Muhammad 61:6 Qur'ani. Tunataka umfuate leo jana, tuone naye msikitini, kesho uanze kufunga ili uanze kupata malipo kwa Mungu. Kwa sababu ukienda kwa Mungu kwa Mkristo, utaenda na kitabu hakina chochote, hakijaandikwa kitu, kimeandikwa mambo mabaya matupu.
Hata shule ukiandikwa X, hebu umemaiki. Shule ukipata X tupu, utaproceed. Hawezi. Sasa kitabu chako kila swala kinawekwa X, swala dhuhuri X, kufunga X, kufunga X, imani X. Mimi sitaki uone na kitabu kikiwa na X. Nataka kitabu kina nini? Hata shule mwalimu akikuwekea X umeanguka. Na ukiwekewa inakaa kama mwe? Haya. 61 sita Qur'ani. Haya, bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na wakumbushe aliposema Nabii Isa bin Maryam kuambia Mayahudi. Unasikia brother? Yesu anawaambia Mayahudi, hawaambii wa Kristo. Enyi wana wa Israeli. Ya bani Israeli, enyi wana wa Israeli, ndio? Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Ebupe. Unaona vile Biblia inasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na Qur'ani Yesu anasema, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa wana wa Israeli. Ebru dia tena. Na wakumbushe aliposema Nabii Isa bin Maryam, yani Bwana Yesu, kuambia Wayahudi, ndio? Enyi wana wa Israeli. Ebombe. Aliwaambia enyi wana Wana wa Israeli. sio wa Kristo. Sio wa Kristo. Yesu alizungumza na wana wa Israeli. Sababu yeye ndiye alitumwa kwao. Akawaambiaje? Yeye ametumwa kwao. Akawaambiaje? Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Wana wa Israeli, twende. Nisadikishaye yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati. Yani kuja kuweka sawa yaliyokuwa kabla yako katika Taurati. Na kutoa habari njema. Ndio ikaitwa Injili ama Gospel ama Good News. Kuja kutoa habari njema. Hizi habari njema ni kuhusu nini? Maliza. Ya mtume atakayenijia nyuma yangu. Ambaye jina lake litakuwa Ahmad. Ama Muhammad. Mpe. Umeona? Yesu aliambia wana wa Israeli, kuna mtume anakuja nyuma yangu, aitwaye nani? Ahmad. Na ndio wa watu wote. Watu wote. Utamfuata free of charge. Uwe Muislamu, uingie dini ya kweli. Kwa sababu Mungu anasema nini? 385 Qur'an. 385 Al-Karim. Jeradi, usikubali kufa kabla hujakuwa Muislamu. Mungu anasema Waislamu ndio wataenda peponi, ndio wanafuata sheria zake na amri zake na hukumu zake. Hebu mba mike. Jeradi, unaona wanawake wa Kiislamu vile wanavaa? Ndio. Wanavaa kama mama Yesu. Na Wakristo wanavaaje wanawake? Wanavaa masuruali. Na Biblia imekataa. Na pastor hawaambii. Kwa sababu anataka ile sadaka wanaleta ndio anahaja nayo. Na Biblia imekataa wanawake wavae suruali. Na ndio unaona Waislamu watutembeagi na wanawake. Haleluya! Bwana asifiwe. Naitwa Margaret, nimeokoka. Yesu si alikuwa na wanafunzi 12? Kulikuwa mwanamke? Hamna. Na kwa nini wanawake walikuwa? Kwa sababu wanaume ndio wa kufanya kazi ya Mungu. Na hata Biblia inasema wanawake wakae nyumbani kama wanawake wa Kiislamu. Mwanaume akisikia maneno ya Mungu kule, aende nyumbani amwambie mke wake. Sio kuvaa manusu mauti kuja kanisani unavaa kiatu kingine tunakuja nyumba ya Mungu nasikia kwa hata anaingia nyumba ya Mungu. Pastor anaona kitu anaanza kuna kitu leo nyumbani kwa baba. Unasomaje Gerard wewe Muislamu? Ni wazo la busara. Free. Na hebu 385 Mungu anasemaje? Mimi nakufundisha tu, ukiona utafuata sawa? Na hakuna kukulazimisha. Sikia Mwenyezi Mungu anasemaje? Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, ndio basi haitakubalika kwake. Abombe. Mwenyezi Mungu anasema ukitaka dini ambayo sio dini ya Uislamu, utafanyaje? Haikubaliki. Wewe dini gani? Catholic. Catholic sio dini. Catholic ni dhehebu. Hiyo. Kama Kristo. Sasa papa si mgonjwa ama amekufa? Ni mgonjwa. Na sio Uhuru anaponya, si apandishwe ndege akamponye. Tunamjua yule wa Uhuru, yule mandevu. Hapo ndio kizungumkuti. Kizungumkuti ama Kiswahili mkuti? Kiswahili mkuti zote. Takbir. Gerard. Kule kwa Wakatoliki. Si kuna father? Ndio yupo. Anaoa. Haoi.
Na sikuna wasichana masista wanaolewa. Sasa chui na mbuzi kikaa pahali moja inatokea. Na unakaa huko. Gerard, sikuna sanamu huko. Hebu funga hiyo Qur'ani sasa. Hebu funga Qur'ani. Funga Qur'ani kabisa. 21 kutoka. Wacha niko chai usilale huko. Umeoa? Ndio. Kwa nini Wakatoliki hawaoi? Unaambia mule na macho. Kwa nini unaoa? Kwetu lazima uoe. Katoliki. Katoliki. Kiwakamba lazima uoe. Sio Kikatoliki. Hapo naweka Kikatoliki kando. Haya, sikiza hili 21 kutoka. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Hebu mpe. Mungu anasema usiwe na nini? Miungu mingine ila yeye. Yeye wangapi? Mmoja tu. Ngaitio mwe? Ngainio mwe? Mungu ni mmoja. Wakatoliki kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Mkapinga sheria ya Mungu wa Katoliki. Sio? Na Mungu mmoja. Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila Mungu mmoja. Nyinyi mko na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu mmoja. Roho Mtakatifu. Mkaongeza ngapi? Wengine wawili. Mkampinga nani? Mkampinga Mungu. Haya, ya pili. Ukiingia Katoliki hivi, si kuna sanamu? Ya nani? Usifunge. Hassan, usifunge. Kuna sanamu ya nani? Na nani mwingine? Yesu. Na nani mwingine? Hao. Mimi nimekuwa huko. Unakuta kuna sanamu ya imechongwa na Wakamba. Tena Wakamba ndio wanachonga hiyo sanamu. Ameshika katoto. Alafu hapa kando kuna mwanaume anaitwa Joseph. Kwani urongo? Kweli. Na mbona ulikuwa unamwacha? Haya, eteremka na hiyo 21, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mpe. Wakama si mnachonga sanamu? Kabisa. Tena zinaenda mpaka Ulaya. Kabisa. Tena pale majengo kuna pale inaitwa Kachonga. Wakamba tupu. Wanachonga sanamu. Na Mungu amekataa nini? Sanamu. Na Katoliki kuna nini? Sanamu. Sasa unafanya nini huko pale? Mungu amekataa. Mungu akasema mwanaume aoe, azae, ajaze nini? Dunia. Nyinyi mnaambia mwanaume asifanyeje? Azioe. Sasa kwa nini unakaa pahali ya kumpinga Mungu? Gerard. Na nimekuonyesha mtume wako. Ama nikuongezee? Sema namuita baba mtakatifu 23:9 Mathayo. Wala msimuite mtu baba duniani. Kwa maana baba yenu ni mmoja aliye juu mbinguni. Abompe. Yesu anasema msimuite mtu nini? Baba. Wapi? Hapa duniani. Na kule mna baba mmoja tu. Yaani kila kitu ni kupinga tu. Kila kitu ni hiyo dini huko ni unafanya nini huko Gerard? Pali ya kumpinga Mungu. Mungu anasema usiweke sanamu, zimejaa huko. Usiwe na miungu mingine ila mimi, zimejaa huko. Unasemaje Gerard? Tano tatu Qur'ani. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aya, bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na kukutimizeni neema yangu na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Uislamu uwe dini yenu. Mpe Gerard. Gerard. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani amekuchagulia wewe dini gani? Uislamu. Utaukataa? Tunakukaribisha. Hata mimi niliingia na nikasoma. Na mimi nitakushika mkono utasoma. Ujue. Tuendeleze programu hii pamoja. Mwaka juzi ulipokuwa unafanya programu hii, kila mtu alikuwa anachangia yake kwa wakati.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد endelea. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko katika hii madrasa yetu Kun Fayakun ambayo ni madrasa ya watu wa kusilimu, na alhamdulillah program ambayo nilikuwa nimeelezea siku 2-3 ya iftari ndio hii tuko katika, tunaendelea. Wanafunzi wetu ndio hawa hapa, kwa hiyo tunaendelea na program hii alhamdulillah, na watu wanapata iftari alhamdulillah. Ni program ambayo tumeweka nia ya kuendelea kwa mwezi mzima. Kama nilivyowaambia, kama tulivyokuwa tunafanya mwaka juzi, tulifanya program hii kwa mwezi mzima, na program hii alhamdulillah ilisimamiwa na Waislamu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo na sasa wanafunzi ni wengi, shule ilikuwa na wanafunzi wachache, sasa ni wengi, wameongezeka. Kwa hiyo tunahitaji kuendeleza program hii for 1 full month, na tumeanza na ndio tunaendelea inshallah. Kwa hiyo naongea na appeal tena na Waislamu kwamba yule ambaye kwamba nilikuwa nimezungumza pengine imekupita, narudia mara ya pili inshallah. Kama haujafanya mchango wako na kuangalia na kufaidika katika mwezi wa Ramadhani, basi tuma mchango wako. Nilikuwa nimesema idadi inahitaji kama $5,000 kwa sababu ya kuendeleza program hii for 1 full month. Kwa hiyo nina appeal kwako wewe unaniangalia, unanitazama, ni kwamba tuendeleze program hii pamoja. Mwaka juzi nilipokuwa nafanya program hii, kila mtu alikuwa anachangia yake kwa wakati wake, na alhamdulillah ikaendelea vizuri. Kwa hiyo nataraji pia mwaka huu 2025, mwezi huu, mwezi wa Ramadhani inshallah, leo ikiwa nazungumza na nyinyi, natarajia kwamba program hii tutaendeleza ili kwamba watu wapate iftar, na kile ambacho kwamba utatoa Mwenyezi Mungu atakulipa khaira jazaa fi dunia wal akhirah. Ni kidogo basi tuma, ni kingi tuma kwa Sheikh Athman Abbas ambaye ndio program manager. Namba ya simu nitaiweka hapo juu, +254 724 871565. Ni kidogo unatuma, hamna shida. Huko Kenya tuma pay bill number 247247, na vile vile unaweka 0724871565 kwa walioko Kenya. Kwa walioko nje +254 724871565. Ni madrasa yetu ambaye ya watu wa kuslimu. Mnavyoona nyinyi wenyewe mmejenga, nyinyi wenyewe ndio mnaangalia kila kitu. Na juzi mwalimu ameongea mambo mengi ambayo yanahitajika pia hapa. Tunahitaji choo, tunahitaji vile vile kuna mahali imepatikana tu fence na mambo kama hayo. Kwa hiyo inshallah hii yote ni jukumu yenu, mulijenga wenyewe na pia mjue kuna wanafunzi. Kwa hiyo wanafunzi wanahitaji hiyo iftar, na wako katika wale watu ambao kwamba wana haki, wale watu 8 ambao Allah ametaja wana haki ya kupatiwa sadaka hiyo. Kwa hiyo inshallah tuma kwa namba ambayo kwamba nimesema hapo, na kila ambacho kwamba utatanguliza Mwenyezi Mungu atakulipa khaira jazaa fi dunia wal akhirah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kwa hiyo khair yote ambayo kwamba utatanguliza Mwenyezi Mungu atakulipa fi dunia wal akhirah. Barakallahu fikum wa zawadakumullahu rizqa wa taqwa. Vipi ndio upate malipo kwa Mungu? Hiyo ndio muhimu. Jana haujui utaondoka duniani lini, si ndio? Kweli kabisa. Sasa ukiondoka kwa Mungu hauna dini, na Mungu amesema hata kubali dini nyingine. Aya tuliyosoma, ukienda mbele ya Mwenyezi Mungu na dini ya Ubuza, dini ya Wakorino, Mongeki, Ukristo, Mungu anasema hata kubali, kwa sababu ametuchagulia nini? Uislamu. Unasemaje? Alafu mama watoto pole utamwambia unasemaje? Wewe ndio utapeleka mwangaza ya Uislamu kwako nyumbani kwako. Mimi naona sawa. Uanze kufunga kesho, uanze kuswali kitabu chako. Unajua ukisilimu leo jela, sura mimi unaona miaka yangu mimi niko na miaka 60 na ngapi? Mwalimu wako tayari. Ndio jela, mimi na miaka 60 na ngapi? Niko na miaka 61, sawa? Siwezi kuja hapa nikuangalia mambo ya kukuenjoy ama nini, na utakuja kukumbuka. Sawa? Uko tayari kuingia katika Uislamu? Niko tayari. Takbir! Hiyo ndio dini ya haki na ndio dini ya kweli tena. Sawa? Na kwa Muislamu ni kutamka maneno. Hakuna mambo mingi. Sawa? Utafuatisha
yale maneno nitatamka, sawa? Sawa. Tutatamka kwa lugha ya Kiarabu. Hapo hapo ukiangalia Qur'ani imeandikwa kwa Kiarabu na pande moja itafsiriwa kwa Kiswahili, sawa? Kama sijui Kiarabu. Unajua Kizungu? Wewe ni mzungu? Hapana. Unajua sababu uliso? Hata Kiarabu utasoma na ndio lugha nyepesi kabisa. Msikiti uko hapa, Waislamu hako hapa, watakufundisha tena bure. Sawa? Tunakaa hapa Rakisama. Nakaa Mwiki. Mwiki. Nitapigia imamu wa Mwiki saa hii. Na insha Allah atakukalisha chini, atakufundisha. Anaitwa Abdurashid Wesonga, ni mwalimu wangu pia mimi. Sawa? Kama unakaa Mwiki mambo iko sawa kabisa. Hapo kuna walimu wangapi? Na kuna vijana wengine kwanza wewe utakuwa rahisi. Sasa fanya hivi. Sema Bismillahi Rahman Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi. Sema nakiri kwa moyo wangu na kutamka kwa ulimi wangu, hakuna Mungu mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi, Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu aliyetumwa kwa watu wote. Nimekiri na kuamini. Chagua jina sasa, mbaki kuchagua jina ya Kiislamu. Mimi nilikuwa naitwa John, nikachagua Ali, na si lazima na si kubadilisha. Mpaka leo naitwa John Gitonga Gedeta, lakini mimi ni Muislamu. Certificate ya Muslimu takuchukulia jamii ya Mosi. Sawa? Ungetaka kuchagua jina? Kuna Muhammad ndiye mtume wa watu wote. Sawa? Kuna Isa ambaye ni Yesu mwana wa Maryam. Kuna Musa, kuna Daud, kuna Ibrahim, kuna Isaka, kuna Ismaili, kuna Yakub, kuna majina mengi. Unasemaje jana? Ama wito wa Ramadhani. Unaonaje ukaitwa Ramadhani, huu mwezi wa Ramadhani? Ramadhani. Na nyumbani unaitwa nani? Mumo. Utaitwa Ramadhani Mumo. Mimi naitwa Ali Gitonga. Lakini hapa majina yangu sijabadilisha kwa kitambulisho, kwa passport inasoma John Gitonga. Ukitaka kubadilisha ni sawa. Lakini ukiitwa Ramadhani tunajua ni Muislamu mwenzetu. Karibu sana katika Uislamu. Ingia tu hapa, mtolee vitabu. Ni betri. حبيب الله وقدوتنا نمشي بخطى. Ramadhan, jana tumeweka kwa box, tumeweka kwa bahasha, tumeweka zip, sawa? Gerard, tumeirudisha kwa wazungu. Sasa wewe ni Ramadhan,
Ramadhani mumo. Wajua wazungu walikuwa ni wajanja sana. Walikuja wakatuchukua kwa sababu wanajua Mwenyezi Mungu anasema kila mtoto ama kila mtu anazaliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu, njia ya Uislamu. Sawa? Sasa wazungu wanakuja wanakumwagilia maji, wanakutoa katika dini ya maumbile, dini ya Mwenyezi Mungu, wanakupatia jina ya kizungu, wanakuingiza kwa dini yao. Hata lazima uongee kizungu. Na hakuna mtume wa Mungu alikuwa mzungu. Mitume wote wametoka kwa mgongo wa Nabii Ibrahim. Na ni hapa Palestine, Israel, Jordan, Syria, Egypt, wapi? Hapo ndio mitume wa Mungu wametoka, na hapo ndio dini ya Mwenyezi Mungu imetoka. Sawa Gerard? Sasa mimi nitaongea na imamu wa Mwiki, si utaenda huko? Naenda huko. Na nitakupatia namba yake, inaitwa Abdurashid Wesonga. Sawa? Abdurashid Wesonga. Ngoja kwanza nione kama nitampata hapa saa hii. Kama kuna mtu ako na swali aje aulize, time ndio. Kwa hivyo jisikie uko nyumbani, kitabu imebaki hapo. Kwa basi mnyamaze. Kitabu kimoja kimebaki cha kujibunisha swala. Sawa? Hiyo naona kwa bagi zimeisha, lakini nafikiri bado ziko, sio? Viko vingi. Vitabu za sala na mafundisho yake uko nayo hapo. Zimeisha. Hajabeba. Mpango kesho ishara tukija, uje masaa ya jioni, tutakuwa tumekuja na hiyo kitabu ya kujifundisha mambo ya swala, mambo ya kujua Uislamu, mambo ya usafi, mambo ya kujitakasa, kwa sababu kwenda kumwomba Mwenyezi Mungu ama kumwabudu Mwenyezi Mungu lazima uwe msafi. Msafi wa nafsi, msafi wa nguo, na msafi wa nini? Wa mwili. So bro, vipi unaitwaje? Mimi naitwa Gitonga, natoka hapa Kiambu County, mimi ni Mkikuyu, mtu wa mlima. Na wewe? Usiogope mic brother, usiogope microphone, hiyo ni kwa sababu ya sauti. Unajua tu wewe unaogopa nini? Hapa ni police station, usiogope. Sauti yako kwa nini utaki? Hii ni maneno ya Mungu, si mambo ya siasa. Ni maneno ya Mungu. Umesema unaitwa nani? Naitwa Jacob. Nini maana Nyasai Achiel Kende, maana yake nini? Mungu mmoja peke yake. Kwa hivyo Wajaluo wana imani ya Kiislamu? Sio pale basi. Kuja Jacob Islam. Jacob. Nini mapere? Bi kana bi. Bi Jacob bi. Anakuita Jacob Jadogo, anakuita huyo. Ndio Islam. Dini ya Nyasai Achiel Kende. Tena hakuna watu wasomi kama. Hebu mpa maiki kidogo. Vipi habari ya jioni? Usiogope brother, be feel free. Unaona? Unaona kuanzia hizi ni kaunti ya Nairobi. Tumia chombo kusikia. Sawa, nakusikia. Si kama ananisakaja? Anajua tuko hapa. Sawa. Tunahubiri amani, kuleta watu pamoja. Sawa. Na ndio hapa kuna majo pia ya serikali. Wanajua kazi yetu sisi ni kuleta watu pamoja, tukae kwa amani. Sawa. Na hiyo ndio muhimu. Ndio naona mimi nakuita kwa upendo, tuzungumze. Tunaambiwa nini? Tuje katika neno lililo sawa baina yetu na baina yenu. Wewe ni dini gani? Mimi naomba SDA. SDA, wewe unaenda Sabato. Ebo 364 Qurani inatuambiaje sisi wote wa Uislamu? SDA nani inatuambiaje 364 Qurani? Bismillahirrahmanirrahim. Sema. Enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ndio. Mayahudi na Manasara. Unaona Mayahudi na Wakristo, Njooni. Katika neno lililo sawa baina yetu na baina yenu. Unaona brother, kuna neno lililo sawa baina yetu Waislamu na baina yenu nyinyi wa Kristo, SDA na wa Jumapili. Neno gani hilo lililo sawa? Mpe maendelee. Ya kwamba tusimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu. Mpe. Tunaambiwa mimi na wewe mu SDA na wale wengine tusimwabudu yoyote ila nani? Tumia chombo nikusikie. Mungu. Nyasai Achiel. Mungu mmoja. Sasa kumwabudu SDA, wewe unamwabudu vipi? Unamwabudu vipi kule SDA? SDA. Sababu mnaabudu Mungu vipi? Sababu tumeambiwa tumwabudu Mungu. Fanye mchezo hapo. Na kuabudu? Muomba. Kuna tofauti ya kuomba na kuabudu. Kama juzi rais ameenda China kuomba pesa, alienda kuabudu? Kuna tofauti ya kuomba
Ama nije nakwambia Jadong, nisaidie 100 achiel. Nimekuomba lakini sijakuabudu. Kwa hivyo kuna tofauti ya kuomba na kuabudu. Kwa Mwenyezi Mungu unafanya ibada kwanza, ukimaliza ibada ndio unaomba dua. Sawa sawa? Wacha nikufundishe kidogo nini maana ya kuabudu. Mpe huyo 22:77 Qurani, alafu tuingie kitabu chao. 22:77 Al-Karim. Mwaiona Qurani Jacob. Nitamletea kesho ya Kijaluo. Jaduo, kesho nitakuletea Kijaluo. Lakini ni juzu ama nitakuja na kitabu cha Kijaluo kesho. Qurani imetafsiriwa na mtu alikuwa Mkatoliki, akasilimu Mjaluo, anaitwa Omar Bashir, akaenda Egypt University, akasoma, leo ndio anahubiria Wajaluo. Mrudi katika dini yenu ya zamani, ya kina baba ya Obama. Baba ya Obama akitoka hapa alikuwa anaitwa Barack Hussein Obama. Mama yao amekufa juzi anaitwa Sarah Obama. Walikuwa Wajaluo, walikuwa ni Waislamu. Na ndio ona Raila hana jina ya kizungu. Baba yake Jaramogi hakumpeleka kanisani kubatizwa. Baba ya Jaramogi na baba ya Uhuru Jomo Kenyatta walikuwa na swali jamia, sasa imamu ni Mkikuyu. Naona Raila hana jina ya William, Joseph, Stephen hawana. Ni Raila Amolo Odinga na Uhuru Muigai Kenyatta. Hawakutolewa katika dini yao ya asili, dini ya Uislamu. Soma. Haya, bismillahirrahmanirrahim. Na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahiki kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora. Nilikuwa nataka kwanza 77. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Salini. Tunaambiwa tusali. Unaona Jaduo? Ndio unasikia Waislamu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wanaitwa wakasali, tunaambiwa salini. Rukuuni. Kule kwenda kusali kuna vitendo. Kitendo cha kwanza ni kurukuu. Unakuta Waislamu Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdi. Rukuuni. Ndio. Na sujuduni. Pia tunarudi tunaambiwa tusujudu. Huko ndio sujudu. Mpe maiki. Sawa Jaduo? Nimesikia. Huko ndio kufanyaje? Kusali. Huko ndio kusujudu, kitendo cha kusujudu sijda. Sawa sawa? Sawa. Hiyo ni Qurani. Je, usiona pale Biblia inasema usujudu? Ai, hujaiona? Nini? Kwa hivi. Hujaiona? Sijaiona mkifanya. Ine 10 Mathayo. Biblia inasema mfanye hivyo. Nyinyi badala ya kusujudu, mkachukua viti na meza, mkaingiza ndani mkakalia. Ndipo Yesu alipomwambia nenda zako. Nani ona nani? Tuko kwa class, tunamfundisha huyu. Shetani. Kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Hiyo ni kitabu gani Jaduo? Mathayo inapatikana katika kitabu cha Biblia. Yesu anasema ufanyeje? Umsujudie Mungu wako. Ukizaa sujudu hapo ndio unaabudu. Wakristo wanafanya hivi? Hapana. Kwa hivyo Wakristo hawajaiabudu? Lakini kuna njia tofauti. Subiri hapo. 19:10 Ufunuo. Ufunuo Yohana 19 tunaanzia 10. Alafu atatueleza hiyo njia tofauti. Ndio tutakupa tangu utafundisha hiyo njia ndio. 19:10. Yes, inasema hivi, nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Ndio. Akaniambia, angalia usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako manabii. Wewe umeenda 22, mimi nataka 19:10. 19:10 nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Kama uko na ushuhuda wa Yesu, ufanyeje? Msujudie Mungu. Mpe. Biblia inasema kama unamfuata Yesu na una ushuhuda wa Yesu, umsujudie nani? Mungu. Wakristo mnasujudu? We go on our knees and pray. Mimi sijui Kiingereza, nilisoma Kizungu. Tuongee tu Kiswahili. Tunapiga magoti, tunaomba Mungu. Kupiga magoti ni kusalenda. Kupiga magoti hivi? No. Hiyo ni punishment shule.
si hivyo. Tunapiga magoti then we say what our hearts ask for our God. Lakini Biblia inasema umsujudie nani? Ye Mungu. Na kusujudu ni kupeleka kichwa mpaka wapi? Yes, ni Kiislamu. 22:8 ni Kiislamu, 22:8 Ufunuo Biblia. Ndio tunawaambia hiki kitabu hamsomi na mkasoma hamtatanganywa tena na kina Uworo na kina Ezekieli. Unaona hii Biblia ukisoma wewe upunge kula ati ukumbe ukaone Yesu na yeye hataki kupunga. Haya 22:8. Ngoja hasa juzi Pastor Nganga ameuzia Wakristo mkate shilingi 200 na wakanunua. Na ndazi 100. Ndio uko nilitoka. 22:8 hiyo ni Kiislamu. Nabii Yohana ndiye mimi niliyasikia na kuyaona mambo hayo. Ndio. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona, nilifanyaje? Nalianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Ndio. Naye akaniambia, angalia usifanye hivi. Ndio. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii. Na wale wayashikayo maneno ya kitabu hiki. Kipi? Hiki. Ndio. Biblia hiki. Msujudie Mungu. Mpe. Inasema kama unashika maneno ya Biblia, umsujudie nani? Mungu. Na ukatuambia hiyo ni ya Kiislamu. Kwa hivyo Biblia ni ya Kiislamu. Jadung. Aya, ongea tukusikie. Au unasema kuna njia nyingine? Ile yenye najua mimi nimelelewa nayo. Songeza mic nikusikie. Ile yenye najua, nimelelewa nayo nikitoka mdogo mpaka sasa nimekuwa mtu mzima. Ndio. Kupiga magoti na kumomba Mungu in private. Walikusomea wapi? Vile nimekusomea? Ndio basi kumbuki bati yuko wa Biblia. Iko ya kupiga magoti. Na kumuomba Mungu. Si kuomba, kuomba hatujafika, tuko kuabudu. Tunakuja kuomba, kuabudu. Hiyo kuabudu ndio nimesikia leo. To be honest speaking. Na ndio Biblia ikasema, ikiwa unashika maneno ya Biblia, umsujudie nani? Mungu. Na ukisujudu ndio umeabudu. Kidogo tu Nyakati wa Pili 7:3. Haraka haraka. Kitabu tufunge. Nyakati wa Pili 7:3 haraka. Una brother, ukitaka kujua ukweli, kuja fundishwa na Waislamu. Kwa sababu walioficha ukweli wa dini ya Mungu ni Mayahudi. Wakristo mkaletoa mambo kutoka hapa Ulaya kwa wazungu. Hamtajua ukweli mpaka mje kwa Waislamu tuwafundishe mambo kama haya. Sawa. Nyakati wa Pili 7:3 sikiza wana wa Israeli. Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto. Utukufu wa Bwana ulikuwapo juu ya nyumba. Wakafanyaje? Wakasujudu kifudifudi hata nchi sakafuni. Wakaabudu. Wakamshukuru Bwana. Wana wa Israeli wanaabudu wakiwa wapi? Wamesujudu. Kwa hivyo vile unafanya hivi ndio naabudu nani? Abudu Mungu. Kwa hivyo wanaoabudu peke yake ni watu wa dini gani? Ongea kwa sauti nikusikie bro. Waislamu. Sasa unaonaje wewe Muislamu? Sikiza Mwenyezi Mungu anasemaje kuhusu Waislamu? 40 Qur'ani. Mungu anasemaje kuhusu Waislamu? Waislamu. Sasa unaonaje wewe Muislamu? Sikiza Mwenyezi Mungu anasemaje kuhusu Waislamu? 40 Qur'ani. Mungu anasemaje kuhusu Waislamu? Sababu Waislamu ndio wanamtii Mwenyezi Mungu. Waislamu ndio wanafuata sheria za Mwenyezi Mungu. Ni watu wa dini gani? Ongea kwa sauti nikusikie bro. Waislamu. Sasa unaonaje wewe Muislamu? Sikiza Mwenyezi Mungu anasemaje kuhusu Waislamu? 40 Qur'ani. Mungu anasemaje kuhusu Waislamu? Sababu Waislamu ndio wanamtii Mwenyezi Mungu. Waislamu ndio wanafuata sheria za Mwenyezi Mungu. Mungu amewaahidi nini Waislamu? 40 hivi na anasema ndugu yetu pia. Ngoja nasalimia yule mzee wangu amejishika hivi. Bwana ndiye mzee wewe wake usiende, mimi nitakwambia uende kusalimia tu unaenda. Haya, twende. Afanyaye ubaya hatalipwa ila sawa na huo uovu wake. Ndio. Na afanyaye wema akiwa mwanamume au mwanamke wataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu. Mpe. Mungu ameahidi Waislamu wataingia wapi? Peponi. Yaani paradise. Qur'an imetuahidi Waislamu tutaingia wapi? Paradise.
Sasa Waislamu hawakuli kuanzia asubuhi mpaka jioni, si ndio? Ni chakula wamekosa? Kuna watu matajiri kuliko Waislamu duniani. Pesa imejaa kwa mfuko, chakula kimejaa kwa friji. Lakini Mungu anasema ikifika mwezi wa 9 wa kalenda inaitwa mwezi wa Ramadhani, mfunge kwa sababu kuna manufaa ya kiafya. Hata wasomi wanasema. Na Biblia pia nimefundisha huku inasema pia nyinyi wa Kristo mfunge. Unajua hivyo? Nyinyi mmefunga? Bado. Sasa mtendaje kwa Mungu na mnavunja sheria? Mungu anasema fanya hivi, usiwe na miungu mingine bila mimi, ila mimi, uwe na Mungu mmoja. Wewe ukasema kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Nini? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hebu hata kwa Kiswahili Kiingereza nilisomeshwa Kizungu. Yaani Mungu Baba, Mungu Mwana, ambaye ni Yesu Kristo, na Mungu Roho Mtakatifu. Hebu nitolee hilo andiko kwa Biblia. Hiyo basi iko, nitaitafuta. Utatafuta. Iko. I'm sure iko. Nitafuta nikuje nayo. Na mimi nakwambia I'm sure hakuna. Iko. Si utoe. Mpe huyo 21 kutoka 21. Mungu akanena na Musa akamwambia, wote akasema, ndio mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Ndio. Usiwe, do not have, usiwe na miungu mingine, any other god ila except mimi. Mpe. Mungu anasemaje jaduo? Mungu wote isipokuwa. Usiabudu. Do not have any, usiwe na miungu mingine ila Mungu gapi? Nyasai achiel kwa Kiswahili Mungu mmoja pekee. na Mungu Baba, Mungu Mwana unatoa na hilo andiko kwa Biblia hakuna. Tena ukasema ati Yesu ni Mungu Mwana. Na kwa nini nasema Yesu ni mwana? Kwa sababu ni Mungu Mwana ama ni mwana? Yesu ni mwana wake Mungu ambaye Mungu alimpenda. Sio Mungu Mwana, ni mwana wa Mungu. Mungu ni wa jenda gani? Mungu ni wa jinsia gani? Ndio awe na mtoto. Mungu ana jinsia? Sikusikii. Sikia. God is spirit. Mungu ni Spirit. roho inaonekana. Na sasa Mungu atakuwaje na mtoto na Mungu hana jenda? Hebu tumuulize Yesu kidogo. Je, Yesu wewe ni mwana wa Mungu? 26:62 Mathayo. Amini, tunafunga saa ngapi? Naona ratiba ya 4. Saa 4:30. Saa ngapi saa hii? 26, 12 na nusu saa hizi. Kitabu cha Mathayo. Dakika 2 tu 3. Haya, sawa. Wakati ni wa kwenda kujiandaa katika futari. 62. Inasema Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, hujibu neno au wakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Ndio. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, ndio utuambie kama wewe ndiwe Kristo Mwana wa Mungu. Mpe. Jadong. Jadero. Yes. Kiongozi mwenyewe. Yesu anaapishwa kwa Mungu aliye mtamwona mwana wa Adam. Mwana wa Adam amefanyaje? Ameketi mkono wa kuume wa nguvu. Mpe. Yesu amejiita mwana wa nani? Mwanadamu. Sababu alizaliwa na mwanadamu. Mariamu ni mwanadamu. Akazaa mwanadamu. Timotheo wa pili 2:8. Yesu ni mwanadamu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho kwa Biblia hakuna. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Nani? Mwanadamu. Mwanadamu. Kristo Yesu. Biblia ikatuambia Yesu ni Mwanadamu. Tunafunga kabisa mpaka kesho inshallah. Yesu ni mwanadamu. Hesabu 23:19. Tunafunga.